Maandalizi bora ya mbegu ndio yatakayokupa matokeo mazuri. Na mbegu bora ni ipi? Ni mbegu ambayo inakinzana na wadudu, ni mbegu ambayo inakinzana na magonjwa, ni mbegu ambayo ni stahimilivu kwa hali ya hewa, lakini ni mbegu ambayo sokoni itakuwa na ubora na itapata thamani. Katika zao letu la karoti tunaangazia pia kuhusu maandalizi ya shamba, tukimaanisha matuta. Katika kilimo cha karoti unaweza ukaandaa matuta yako au ukachora mistari kwa ajili ya kupanda karoti zako. Katika maandalizi haya unatakiwa uchore mistari yako kwa nafasi, na zao lote liweze kupata unatakiwa upande kwa nafasi. Ni nafasi gani tunatumia katika zao la karoti? Mstari hadi mstari tunatakiwa tutumie sentimita 20 mpaka 30, lakini karoti hadi karoti inatakiwa ipishane kwa sentimita 5 mpaka sentimita 10. Katika maandalizi yetu ya shamba la upandaji wa karoti, baada ya karoti zetu kuota, tunatakiwa tuzipunguzie, tunaita thinning. Tunatakiwa tupunguze kwa nafasi ya sentimita 5 mpaka sentimita 8. Hii ni nafasi stahiki kabisa ili kupata ubora wa karoti, na pia itakuwa sahihi kwa ajili ya kutoa huduma kama uwekaji wa mbolea pamoja na palizi. Baada ya kupanda karoti zetu na kuota na kupunguzia katika nafasi tuliyosema ya sentimita 5 mpaka sentimita 8, huduma nyingine kama palizi inatakiwa iendelee au ifanyike kwa ajili ya kudhibiti wadudu, magonjwa, na pia kuruhusu mmea wetu uendelee kukua vizuri. Katika upandaji wetu wa karoti kuna matumizi ya mbolea pia tunatakiwa tuyazingatie. Kwenye kupanda karoti tunatumia mbolea ya DAP. Mbolea hii ya DAP inaenda kutusaidia mmea wetu kurutubishwa mizizi na karoti ipate nguvu ili iweze kustahimili vizuri. Lakini baada ya wiki 4 tunashauriwa kuweka mbolea ya urea au mbolea za NPK ili kuendelea kuyasaidia majani yawe na afya kwa ajili ya kusaidia mmea kukua vizuri. Lakini pia katika kilimo chetu cha karoti tunatakiwa tuchague eneo ambalo lina maji ya kutosha. Pia tunataka tuangalie eneo ambalo halituamishi maji. Na tutaendelea kufanya huduma mbalimbali katika shamba letu tukisema management practice, kama kupalilia, kuendelea kuweka mbolea na kupiga dawa kwa ajili ya kuua wadudu ambao watapelekea kusababisha magonjwa shambani.